Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani na yanayotuhusu sisi raia na wakazi wa bara hili. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama, michezo pamoja na mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako wewe Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Anne Ngugi. Andamana nasi katika majukwaa yetu mitandaoni kama vile Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Hebu sasa nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Nataka tufanye tofauti kati ya vitu viwili. Mapambano yanayoendelea nchini Kongo, hasa maeneo ya Uvira na kando kando, ni mapambano ambayo yanahusisha serikali ya Kongo na waasi wa AFC M23. Haya mapambano hayahusiane na chochote na nchi ya Rwanda na nchi ya Kongo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na Paul Kagame wa Rwanda wanatarajiwa mjini Washington hivi leo kuidhinisha makubaliano ya amani yaliyoanzishwa awali mnamo Juni 27 na mawaziri wao wa mambo ya nje. Lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani naye mwenzangu Kennedy Wandera. Marekani imesema itazuia utoaji wa visa kwa raia wa Nigeria na familia zao wanaohusishwa na mauaji ya halaiki na ukatili dhidi ya Wakristo nchini humo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema Jumatano. Mashambulizi hayo ni sehemu ya mzozo wa muda mrefu na mgumu wa kiusalama nchini Nigeria, taifa ambalo hivi majuzi rais wa Marekani Donald Trump amelielekezea lawama kwa mauaji ya Wakristo yanayotekelezwa na Waislamu wenye msimamo mkali. Mwezi uliopita Trump alisema pia ameagiza Wizara ya Ulinzi kuanza mipango ya uwezekano wa hatua za kijeshi Nigeria kufuatia madai ya mateso dhidi ya Wakristo. Waziri wa mambo ya nje Marco Rubio ameeleza kuwa sera hiyo itahusu pia serikali au watu wengine wanaohusika na ukiukaji wa uhuru wa kidini, na kwamba vizuizo hivyo vinaendana na sera mpya chini ya sheria ya uhamiaji na utaifa ya Marekani. Mkataba wa amani umesainiwa na rais wa Marekani Donald Trump na marais wa Rwanda Paul Kagame na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi siku ya Alhamisi kama hatua muhimu kuelekea amani baada ya kukiukwa kwa mikataba ya awali. Makubaliano haya yaliyojulikana kama Washington Accords for Peace and Prosperity yanakuja baada ya misururu ya makubaliano ambayo utawala wa Trump umesaidia kuyaunganisha kati ya nchi hizo mbili, ikiwemo mfumo wa ushirikiano wa kiuchumi unaolenga kuvutia mabilioni ya uwekezaji wa mataifa ya magharibi katika eneo lililo na utajiri mkubwa wa tantalum, dhahabu, cobalt, shaba, lithium na madini mengine. Serikali ya Ghana imeitaka Tanzania kuimarisha misingi ya utawala wa sheria baada ya vurugu zilizoandamana na maandamano yaliyosababisha vifo na kukamatwa kwa raia kadhaa. Ghana imeieleza Tanzania kwa hatua za ulinzi lazima ziwe za kulinda watu, kuheshimu katiba na kuhakikisha kwamba vyombo vya dola vinawajibika kwa matendo yao, hasa katika mazingira ya maandamano ya kisiasa. Haya yanajiri wakati rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amedai kuwa ghasia zilizoikumba Tanzania zilikuwa na lengo la kufanya mapinduzi ya serikali, madai yake yakiashiria kuwa mashirika ya kigeni yalihusika. Vilevile Rais Samia alitetea nguvu za kupita kiasi zilizotumiwa na vyombo vya usalama, akisema kwamba vijana wa nchi hiyo walitumiwa vibaya na hapakuwa na njia nyingine mbadala ya kukabiliana na waandamanaji. Ethiopia imesema baadhi ya viongozi wa Misri bado wanaongozwa na fikra za kikoloni wanapodai kuwa na haki za kipekee juu ya matumizi ya maji ya mto Nile. Serikali ya Ethiopia imesema Cairo imekuwa ikiendesha kampeni ya kuibadilisha na kuidhoofisha Ethiopia na maeneo ya pembe ya Afrika ili kudumisha utegemezi. Ethiopia imesisitiza kuwa haina wajibu wa kuomba ruhusa kutumia rasilimali zake za maji, na Misri inapaswa kujifunza kuishi na maendeleo ya Ethiopia, huku ikisisitiza kuwa ushirikiano ndio njia yenye manufaa kuliko kauli na mbinu zilizopitwa na wakati. Ethiopia sasa inasisitiza kuwa ina haki kamili ya kutumia rasilimali zake za maji kama taifa huru, na imetoa wito kwa Misri kuanza kukubali uhalisia mpya na kujenga ushirikiano wenye manufaa badala ya misimamo mikali na kampeni za pressure.
Ripoti ya uchunguzi wa bunge la Kenya imebaini kuwa wanajeshi wa Uingereza wanaofanya mafunzo nchini humo wamehusishwa na msururu wa madai mazito, ikiwemo unyanyasaji wa kingono, uharibifu wa mazingira na vitendo vinavyoonekana kuonyesha dharau kwa jamii za wenyeji. Haya inatokana uchunguzi wa mauaji ya Agnes Wanjiru mwaka 2022, raia wa Kenya, karibu na kambi ya mafunzo ya Uingereza mjini Nanyuki, ambayo imeibua hasira kubwa baada ya mshukiwa mmoja kukamatwa Uingereza miaka mingi baada ya tukio hilo. Mshukiwa Robert Pokis, mwanajeshi wa Uingereza, alikamatwa mwezi uliopita na sasa anakabiliwa na kesi ya uwezekano wa kurejeshwa Kenya, ingawa anakanusha kuhusika. Ripoti hiyo ilisema imebaini mwenendo wa kutisha wa udhalilishaji wa kingono, ikijumuisha ubakaji, mashambulizi na kuacha watoto waliozaliwa na wanajeshi. Uingereza katika taarifa yake, hata hivyo, imesema inasikitishwa na changamoto zilizoibuliwa, ingawa imeonyesha masikitiko kwamba maelezo waliowasilishwa kwenye tume ya uchunguzi ya bunge la Kenya hayakujumuishwa kikamilifu katika hitimisho la kamati hiyo. Lakini sasa moja kwa moja tuingie kwenye taarifa zetu kuu, ambapo Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na Paul Kagame wa Rwanda wanatarajiwa mjini Washington hivi leo kuidhinisha makubaliano ya amani yaliyoanzishwa awali mnamo Juni 27 na mawaziri wao wa mambo ya nje chini ya usimamizi wa Marekani. Katika mkutano na vyombo vya habari huko Washington, waziri ambaye pia ni msemaji wa serikali ya Kongo, Patrick Muyaya, ameviambia vyombo vya habari ya kwamba mchakato huu ni tofauti na michakato mengine ya amani iliyosainiwa. Kwa maelezo zaidi, huyu hapa mwandishi wetu Mbeleshi Msoshi kutoka Kinshasa. Ni hapa sasa hivi ndo Rais Tshisekedi na Paul Kagame wa Rwanda wataweka sahini kwenye mkataba huo amani ambao tayari uliwahi kusainiwa na mawaziri wa mambo ya nje ya nchi zote mbili jirani zilizozozana. Mkataba huu ambao mchakato umechukua karibu miaka 3 sasa unalenga kusitisha vita na Rwanda kuondoa vikosi vyake vilivyokuwa mchini Kongo. Serikali ya Kongo upande wake inapaswa kuondoa kundi la FDLR ambacho kwa mujibu wa Rwanda ni tishio kwa mamlaka yake. Kongo pia inataka Rwanda kuacha kutoa msaada kwa kundi la M23 ambalo kwa sasa limeendelea na vita sehemu ya mashariki mwa Kongo na kudhibiti maeneo kadhaa. Katika mkataba huu kuna makubaliano pia ya kibiashara. Lengo ni kuzuia madini ya Kongo kufadhili vurugo. Msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya ana matumaini ya kwamba mkataba huu ambao unasimamiwa na Marekani, nchi iliyokuwa na ushawishi mkubwa duniani, utaheshimiwa na wahusika wote. Je rappelle que les premières discussions pour le retour de la paix ont commencé en juillet 2000. Ningependa kuwakumbusha kwamba majadiliano ya awali ya kurejesha kwa amani yalianza Julai mwaka 2022. Tunakaribia miaka 3 katika mchakato huu, na kama mlivyoona, Rais wa Rwanda hakuhudhuria mkutano huku Rwanda ambapo mchakato huu ulipaswa kukamilika. Baadaye Rais wa Rwanda aliimarisha operesheni. Raia wetu aliuawa wengi, bali pia alikamata udhibiti wa rasilimali zetu. Mchakato huu ulizinduliwa tena tarehe 18 huku Doha na kisha Washington, ilivyotufikisha hapa tulipo leo. Amani inamaanisha kwetu kuondolewa kwa wanajeshi wa Rwanda mtini mwetu na kuacha kutoa msaada kwa wakilishi wake ambao ni wapiganaji wa M23, na tunaamini kwamba msimamo wa DRC unajulikana na Marekani. De l'Amérique, la position de la RDC est connue. Lakini serikali ya Kongo imesema pia kuna mstari nyekundu ambao imeweka. Hakuna kusamea wapiganaji wa kundi la M23 ambao watapatikana makosa ya uhalifu wa kivita na ukiukwaji wa haki za kibinadamu, wakati kundi hilo limedai kusajili maelfu ya raia wa Kongo katika wapiganaji wake. Tena Salama, msemaji wa Rais Tshisekedi ambaye alizungumza na waandishi wa habari huko Washington, amethibitisha kwamba kila mpiganaji atahojiwa kabla ya kuunganishwa na vyombo vya usalama. Réaction en tout cas au pays, les gens se posaient des questions, est-ce que on va prendre. Kuna maoni tofauti nchini, watu wamekuwa wakihoji kama makundi haya yote yatajumuishwa ndani ya jeshi. Tunafahamu kuna mpango wa kuwapokonya silaha na kuwasaidia kurejelea katika maisha ya kawaida. Hatutarudia tena matukio ya mwaka 2009 na 2013 ambapo wapiganaji walisajiliwa jeshini bila kwanza kuchunguzwa. Kila mpiganaji atahojiwa na achunguzwe ili kubainisha kama alihusika na dhulma pamoja na uhalifu wa kivita au la. Kuna wengine waliosajiliwa kuwa wapiganaji kwa nguvu. Masuala haya yote yatachunguzwa na kuwekwa wazi. Ndiyo, tunakubali maridhiano, lakini hakuna msamaha kwa wahalifu wa kivita. Hili hata wanaohusika, hasa wakuu wa mchakato wa amani na maridhiano, wanalielewa.
nous avions dit cette fois-ci, c'est la réintégration conditionnée. Si mara ya kwanza tangu mzozo wa Kongo kuanza kuna karibu miaka 30 na makubaliano kati ya nchi hizo mbili kufanyika. Mwaka 2022, George Bush ambaye alikuwa rais wa Marekani aliwahi kuweka pamoja Joseph Kabila na Rais Paul Kagame katika lengo la kukabiliana na kundi la M23. Kwa mujibu wa Profesa Sekemunyo, mzozo wa Kongo ni kitandawili ambacho kimekosa jibu tangu zamani. Ikiwa hali ya uchumi itaendelea kuwa mbovu na raia kuendelea kuishi katika umaskini, mzozo huu hautamalizika. Tulikuwa hapa mwaka 2002, Kabila na Kagame sign peace agreement. Sa Bush alikuwa rais, kisha pale ninja kafika. Masasi tukauana, kulikuwa RCD, kukakuwa paka na M23. Nothing changed because the fundamentals still exist. Tulifukuza M23 with help of Tanzania, yes. But we didn't kill the fundamentals. Njo paka leo hii masasi lirudia. Hatukuna juliza kwa jua nini leo hii masasi kuna rudia kwa jua nini kuko insecurity in fasi yote. Iko kwa jua poverty and underdevelopment. Kama tuya take on the social economics underlayer, tusiwaze kama hii itakuwa really peace as we expected. So na ngizi tuko nafuatilisha bitu tukatafuta peace instead of making war impossible. Uzinishaji rasmi wa makubaliano haya utafanyika katika taasisi ya amani ya Marekani. Marais wa nchi na wawakilishi wengine wa taasisi mbalimbali kama vile Angola, Burundi, Kenya, Qatar, Togo, Falme za Kiarabu na mwenyekiti wa tume Umoja wa Afrika watahudhuria kama mashahidi. Haya kijiri huku Marekani, mtoto wa silaha mzito na ndogondogo umeendelea kusikika huku mashariki mwa Kongo. Belichi Msoshi, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika, Kinshasa. Naam, tukisalia kwenye swala hilo hilo, wadadisi wa masuala ya kisiasa wanasema huenda mkataba huo kati ya DRC na Rwanda hautasaidia lolote ikiwa hakutakuwa na utashi wa kisiasa katika kutekeleza. Mwenzetu Silvenas Karemera amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Jean Baptiste Gasominari akiwa mjini Kigali nchini Rwanda. Mwezi wa 6 tarehe 27, mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi zote mbili walitia saini mkataba huo. Sasa marais wanaenda kusahihisha huo mkataba. Maoni yangu ni kwamba ni kitu kizuri, ni kitu cha kufurahia, sababu tunaamini kwamba huu mkataba utaleta amani ya kudumu kati ya nchi zetu mbili. Naam, lakini tunavyotambua ni kwamba wakati mkataba huu ukisainiwa leo, bado mapigano yanaendelea na yamepamba moto. Kwa mfano mpaka kuna maeneo fulani wanasema kwamba waasi wamechukua tena sana kuelekea katika mji wa Uvira kule mashariki mwa DRC na karibu na Burundi. Nini maoni yako kuhusu mkataba huu kusainiwa na wakuu wa nchi, lakini pia tunaona vita vinaendelea kwenye upande wa mapambano? Nataka tufanye tofauti kati ya vitu viwili. Mapambano yanayoendelea nchini Kongo, hasa maeneo ya Uvira na kando ni mapambano ambayo yanahusisha serikali ya Kongo na waasi wa AFC M23. Haya mapambano hayahusiane na chochote na nchi ya Rwanda na nchi ya Kongo. Na mkataba ambao watautia sahihi leo Washington ni kati ya nchi ya Rwanda na nchi ya Kongo, sio kati ya AFC M23 na nchi ya Kongo. Na hao ndio wanapigana, na unajua kuna mazungumzo ambayo yanaendelea mjini Doha nchini Qatar kati ya hizo pande ambazo zinazozana na ambazo zinapigana sasa hivi. Ndio maana nasema kwamba mapigano hayahusiki chochote na huo mkataba ambao utasainiwa leo Washington DC, Marekani. Naam, katika hilo la mkataba tumesikia viongozi wa Kongo akiwemo waziri wa mashauri ya kigeni Patrick Muyaya pamoja na msemaji wa Rais Tshisekedi Tina Salama. Sana katika kauli zao wanaelezea kama Rwanda ndio inasababisha matatizo, na katika mapigano hayo ni kama wanailaumu Rwanda. Sasa
Kwa sababu gani sasa waendelee kuilaumu Rwanda wakati sasa unasema kwamba haya mapigano hayahusiani kabisa na mkataba huu wa Kongo pamoja na Rwanda? Yaani mambo yote ambayo Patrick Muya anayaongea, hata msemaji wa rais Bi Tina Salama, yote sio ukweli. Yaani sababu kwa maoni yao wanasema kwamba wanapigana vita na Rwanda, lakini ukweli ni kwamba wanapigana vita na AFC M23. Yaani narrative yao ilikuwa kusema kwamba sisi hatutambue AFC M23, sisi tunatambua Rwanda. Yaani tukiongea AFC M23 ni kama tunaongea Rwanda. Hakuna tofauti kati ya hayo mambo mawili. Lakini nafikiri wakati walianza kuzungumza Washington, ndipo walikubaliana kwamba AFC M23 watashirikiana na serikali ya Kongo waende Qatar, Doha, kwa mazungumzo, na yale ambayo yatatoka kwenye hayo mazungumzo yatakuwa mojawapo ya makubaliano yaliyotiwa sahihi Washington DC kati ya Rwanda na Kongo. Lakini haimaanishi kwamba AFC M23 ni Rwanda au Rwanda ni AFC M23. Ndio maana nasema kwamba mambo ambayo msemaji wa serikali ya Kongo Bwana Patrick Muya anaongea sio ya kweli. Yaani kitu ambacho alikuwa anataka watu wakisikie ni yale maoni ya serikali yake ya kukataa kuonyesha kwamba wana shida ndani ya nchi na kwamba wana mzozo ambao unaendelea sasa hivi na umesababisha mapigano kati yao na kundi la AFC M23. Ndio maana nasema kwamba vita ambavyo vinaendelea sasa hivi ni vita ambavyo vinaendeshwa na AFC M23 na serikali ya Kongo na wale washirika wake waliomo FDLR, waliomo jeshi la Burundi, ambavyo ni vikundi vya kikabila ambavyo Kongo imeviita sasa, serikali ya Kongo imeviita wazalendo. Lakini ni vikundi vya kikabila ambavyo vimechukua silaha kwa kunyanyasa na kufukuza kabila zingine nchini Kongo, sababu wanaamini kwamba si Wakongomani, wanasema wanataka warudishe kwao. Kila mmoja anazungumzia amani, kwamba baada ya kusainiwa mkataba huu inawezekana amani ikarejelewa. Na kama ulivyofanua vizuri ni kwamba hapa kuna mikataba miwili, kwamba kuna mkataba wa AFC M23 kule Doha ambao ni kati yake na serikali ya Kinshasa, lakini pia kuna mkataba kati ya Rwanda na serikali ya Kinshasa ambao sasa unasainiwa na marais wa Rwanda na DRC leo Washington. Sasa katika hali kama hii ambako tunaona kwamba mapigano yanaendelea, baada ya kusainiwa mkataba huu na mapigano yakaendelea, wakati serikali ya Kongo inashikilia kwamba usalama ni kati yake na Rwanda, nadhani hapa kidogo nahitaji ufafanue vizuri kipi kitakachotokea baada ya kwamba mkataba umesainiwa ndio, lakini bado mapigano hajasimama. Unajua kusaini mkataba ni kitu kimoja, lakini kutekeleza yale ambayo umesaini ni kitu kingine, na nicho kitu muhimu. Nilikuwa nimekuambia kwamba awali, kama miezi mitatu iliyoisha, ndio serikali ya Jamhuri ya Kongo na wajumbe wa AFC M23 walifikia makubaliano Doha kwa vitu viwili, yani kufungua wafungwa ambao wamefungwa kwa sababu za kisiasa na kusitisha mapigano. Lakini baada ya kusaini hii mikataba miwili, ilikuwa inabaki sasa itekelezwe, na mtu ambaye anatakiwa kutekeleza ni wale ambao wamesaini. Lakini serikali ya Kongo imeendelea kushambulia eneo zote AFC M23 ambazo inazimiliki, na wakishambuliwa nao kitu wanafanya nao wanalipiza kisasi. Wakishambuliwa nao wanapigana kwa kujitetea na kutetea wananchi mahali ambapo wanamiliki. Naam, asante sana Jean Baptiste Gasominali, wewe ni mwanasheria na mchambuzi wa kimataifa kuhusu eneo la Maziwa Makuu. Asante sana kwa muda wako kuzungumza na idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika. Nakushukuru sana mwanahabari. Msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika Sauti ya Mwafrika. Kumbuka kwamba huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika, kuwa huru kabisa kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Anne Ngugi na leo
Tunaangazia kutiwa saini kwa nchi mbili, DRC na Rwanda, katika kutafuta suluhu la vita ambavyo vimetokea kule mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ametoa tahadhari kali kuhusu kile alichokitaja kuwa ongezeko hatari la ukandamizaji dhidi ya upinzani na vyombo vya habari nchini Uganda, huku taifa hilo likielekea kwenye uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika tarehe 15 hapo mwakani mwaka 2026. Katika taarifa yake kutoka Geneva, Turk alizitaka mamlaka za Uganda kuhakikisha kuna kuwepo heshima kamili kwa haki za binadamu kabla ya, wakati na baada ya zoezi la kupiga kura. Hivi sasa basi tuungane na mwandishi Leonard Mobali kwa maelezo zaidi. Kuna taarifa za kuaminika zinazoonyesha kuwa takriban watu 550 wakiwemo wanachama na wafuasi wa chama kikuu cha upinzani cha National Unity Platform NUP wamekamatwa tangu mwanzoni mwa mwaka. Zaidi ya watu 300 miongoni mwao walitiwa mbaroni baada ya kuanza kwa kampeni mwezi Septemba, na wengi bado wanashikiliwa wakikabiliwa na mashtaka yaliyojumuisha usumbufu wa umma, kukaidi maagizo halali, kuzuia shughuli za serikali na uchochezi wa vurugu. Katika uwanja wa kampeni, taarifa zinaonyesha kuwa vikosi vya usalama vimekuwa vikiingilia kwa nguvu mikutano ya NUP, mara nyingi vikisafirisha askari waliojihami kwa silaha nzito hadi maeneo ya mikutano. Wiki iliyopita maafisa wa usalama waliripotiwa kutumia risasi za moto katika mji wa Iganga, mashariki mwa Uganda, tukio ambalo lilisababisha takribani mtu mmoja kuuawa na wengine 3 kujeruhiwa. Mbali na risasi, vikosi hivyo vimetumia pia vitoa machozi, mijeredi, virungu, maji ya kuwasha, kemikali za muwasho na mbinu nyinginezo za kuwatawanya wafuasi wa upinzani. Taarifa yake imeeleza kuongezeka kwa mifumo ya ukiukaji wa haki za binadamu katika kipindi cha mwaka uliopita, ikiwemo kutoweka kwa watu kwa kulazimishwa, mateso na unyanyasaji wa kimwili. Watu hao wameripotiwa kusafirishwa kwa magari yasiyo na alama maarufu kama drones hadi vituo visivyo rasmi vinavyofahamika kama safe houses, ambako wanazuiliwa bila mawasiliano yoyote, kinyume kabisa na sheria za kimataifa zinazotaka watuhumiwa kushikiliwa tu kwenye vituo rasmi vinavyotambulika. Swahili ya Afrika. Wakati kukiendelea kuwepo kwa tishio la maandamano ya mnamo Disemba 9, waziri wa mambo ya ndani nchini Tanzania George Simbachawene amewataka vijana na wanaharakati kutafuta njia sahihi ya kudai haki, ikiwemo mazungumzo mezani, huku akisisitiza kuwa vita na vurugu havijawahi kusaidia bali kupelekea kupotea kwa amani, huku akitolea mfano wa nchi ya kidemokrasia ya Kongo ambayo takriban ni zaidi ya miaka 30 wanaitafuta amani ambayo imepotea. Ametoa kauli hiyo wakati wa mkutano wa pili unaohusisha pande 3 ikiwemo serikali ya Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na shirika la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR, ambapo pia walitumia mkutano huo kusaini nyaraka zinazoeleza mpango wa urejeshaji wa wakimbizi 86,256 waliopo nchini Tanzania. Tunapozungumza mambo haya kuambia wenzetu warudi kwao, na sisi huko hatuna nafasi ya kuwahifadhi, na sisi wa Tanzania ni vizuri tukajifunza somo hili kwamba tuna wajibu wa kutunza amani yetu ili na sisi kesho tusipogeuka wakimbizi. Sasa sijui tunarudisha wenzetu kwao na sisi tutawafuata nyuma, tunaenda kwao, maana watakuwa wametulia. Kwa hiyo vijana na wale wote wanaharakati ambao wanafikiri njia hii ya vurugu na fujo na kuvunja amani ndio itakayowapa haki yao, hiyo njia ni ndefu mno. Tunazungumzia Kongo iliyovurugika miaka 30 iliyopita, amani haijarudi mpaka leo. Wewe unayefikiria kuivuruga nchi yako ya Tanzania leo, utakaa miaka 30. Kama wewe ni kijana, basi hiyo haki hutaiona, kwa sababu umeidai kwa process ambayo kimsingi sio shortcut. Shortcut ni mazungumzo, shortcut ni kuweka hoja mezani, shortcut ni kufuata mifumo ya mabadiliko, lakini vita, vurugu havijawahi kusaidia nchi yote. Haijasaidia Kongo. Ndugu zangu wako hapa wanaitafuta hiyo amani iliyopotea kwa miaka zaidi ya 30, haijarudi. Sisi wa Tanzania tuienzi amani yetu, tulinde amani yetu, na hususan vijana mnayoishi mnayotegemea kuishi baadaye.
hamtaiona hiyo amani ikirejea kama mkiivuruga leo. Wenzetu wa Kongo na miaka 30 na sisi tutapita humo. Tujizuie, tuonyeshe resilience na uvumilivu, kwa sababu vyote tunavyofanya havina maana kama amani. Kwa hiyo niwatakie sana kila laheri katika siku hizi za mwisho wa mwaka, Christmas na mwaka mpya. Tusherehekee kwa amani na wala watu msiwe na hofu. Serikali imejipanga, jeshi letu la polisi limejipanga kuhakikisha kila mtu anakuwa na usalama katika wakati wote. Tukisonga mbele ni kwamba uchunguzi wa bunge la Kenya umeibua madai ya kushangaza kuhusu unyanyasaji wa kingono, ukiukaji wa haki za binadamu na mienendo isiyo ya kimaadili inayodaiwa kufanyiwa na wanajeshi wa Uingereza wanaofanya mafunzo nchini humo. Ripoti hiyo inaeleza visa kadhaa vya utovu wa nidhamu, uzembe wa kimazingira na kupuuzia sheria za Kenya na maafisa wa kitengo cha mafunzo cha jeshi la Uingereza nchini Kenya, ikifahamika maarufu au almaarufu Batuk. Uingereza imesema itachunguza madai hayo. Shisia Wasilwa na taarifa hiyo kwa kina. Sijaisikia mzazi anatoroka mtoto wake cause mtoto ni innocent, hakuna kitu amemfanyia. At the first point pia hajaniona. Uchunguzi huo uliofanywa na kamati ya bunge ya ulinzi, ujasusi na mahusiano nje kufuatia maombi na malalamishi kutoka kwa Wakenya, hasa jamii za kaunti za Laikipia na Samburu zilizo karibu na maeneo ya mafunzo. Uchunguzi huo umebainisha simulizi za kutisha za ubakaji, unyanyasaji wa kingono na tabia za ukatili zinazodaiwa kufanywa na wanajeshi hao, pamoja na visa vya ulemavu na vifo vilivyosababishwa na uzembe katika kushughulikia vilipuzi vya kijeshi. Josephine sio jina lake kamili. Anaelezea jinsi alivyokutana na mwanajeshi wa Ulaya aliyemtunga mimba na kutoroka. Mwanae sasa na umri wa miaka 22. Josephine anadai kuwa mumewe aliitwa Steven. Nilipatana na Mjoni. Kupatana na Mjoni tukakaa for 6 months, nikapata mimba yake. Kupata mimba yake akapigwa, akarudi UK. Nikastruggle sana kulea ule mtoto, kulea mimba. Ripoti inaendelea kuelezea kuwa mashahidi walieleza kwamba kulikuwa na mabishano mara kwa mara yaliyohusisha wanajeshi hao katika baa, maeneo ya burudani na vituo vya miji, mara nyingi yakihusisha ulevi, mienendo isiyo ya kawaida na katika baadhi ya matukio tabia za vurugu au unyanyasaji wa kingono. Josephine anasema kuwa mwanawe amekuwa na msongo wa mawazo kila mara akitaka kujua babake. Juu alikuwa nakasirika juu akisema anataka kwenda college kuwa daktari. Watoto wengi wanamuuliza, mama wako anafanyanga vibarua na wewe ni mtoto wa Mjoni, mbona babako asiwatumie pesa? Ubalozi wa Uingereza kwenye taarifa yake umesema, na ninanukuu, tukikabiliwa na madai mapya yaliyotajwa katika ripoti ya kamati, tuko tayari kuyachunguza kikamilifu mara tu ushahidi utakapowasilishwa. Taarifa hiyo iliongeza, Uingereza inathamini sana uhusiano wake wa kijeshi na Kenya, uhusiano unaotoa programu pana, ushirikiano katika mafunzo, elimu na ujenzi wa uwezo ili kukabiliana na vitisho vya pamoja vya usalama. Nelson Koech ni mwenyekiti wa kamati ya bunge ya ulinzi, ujasusi na mahusiano ya nje. Nataka kuambia kwamba watulie, kwa sababu sisi wenyewe tunatuwakilisha kwa bunge, tutafanya kazi yetu, tutahakikisha kwamba haki imeweza kufanyika kwa wakaaji wa eneo hili. Kamati hiyo inapendekeza kwamba Wizara ya Ulinzi kwa ushirikiano na mwanasheria mkuu irekebishe sheria ya jeshi la Kenya ili kujumuisha kanuni za maadili kwa majeshi ya kutembelea, masharti ya kutovumilia kabisa ukatili wa kijinsia, wajibu wa kimazingira na mifumo ya usimamizi wa raia. Hicho ni kilio cha haki kwa baadhi ya Wakenya mikononi mwa wanajeshi wa Uingereza ambao wanakuwa kule nchini Kenya sehemu inayofahamika kama Nanyuki. Natumai watapata haki yao. Kauli za rais wa Marekani Donald Trump kwamba hahitaji wahamiaji kutoka Somalia na kwamba waende walikotoka kwa sababu nchi yao sio nzuri, kwa sababu ni kinyume na maadili ya ulimwengu uliostaarabika, ni kauli zinazobeba harufu nzito ya ubaguzi, chuki na kupuuzia utu wa binadamu, na kwa kusema kwamba Marekani itaenda njia mbaya tukizidi kuingiza takataka nchini mwetu. Bwana Trump alishuka chini kuliko hadhi ya afisi ya urais na kuvuka mstari wa heshima ya kibinadamu.
Kennedy Wandera anasimulia kwa kina kwenye tahariri ifuatayo. Kauli zinazodaiwa kutolewa na rais wa Marekani Donald Trump dhidi wa Somali, akisema hawachangii chochote, hawafanyi kazi na kwamba wanapaswa kurudi walikotoka, zinaleta mshtuko mkubwa kwa Mwafrika yeyote anayefuatilia hali ya wahamiaji duniani. Kutoka kwa macho ya Mwafrika, maneno haya si tu matusi kwa Wasomali, bali ni dharau kwa bara lote na historia yake. Ni kauli zinazofichua mtazamo usioheshimu utu wa mtu mweusi, ukipuuza kabisa historia ya ukoloni, migogoro ya kimataifa na mazingira yaliyowalazimu maelfu ya Wasomali kutafuta hifadhi nje ya kwao. Trump anapodai kuwa nchi hiyo ni mbaya na kwamba hawafanyi chochote, anakataa kutambua ukweli kwamba Wasomali wamekuwa sehemu muhimu ya nguvu kazi na uchumi wa Marekani. Katika maeneo kama Minnesota, jamii wa Somali imejenga biashara, imeajiri watu na imechangia kwa njia nyingi zinazotambulika. Hivyo madai kwamba hawatoi mchango wowote yanapingana na hali halisi. Wengi wa Wasomali walioko Marekani hawakutoka kwao kwa kupenda. Walikimbia vita, ukosefu wa usalama na majanga ya kibinadamu ambayo mara nyingi yanatokana mchanganyiko wa sababu za ndani na za nje. Kuwataka warudi kwa nguvu ni kuchezea maisha ya watu ambao kwa miaka mingi wametafuta tu amani, elimu na fursa kwa familia zao. Zaidi ya hapo, vitisho vya kufuta hadhi za ulinzi kama TPS vinatishia utulivu wa familia na kuongeza hofu kwa jamii ambayo tayari imepitia mengi. Lakini hatari ya kauli za namna hii haziishi kwa Wasomali pekee. Ni sumu inayoweza kuenea na kuelekea Waafrika wote nchini Marekani kwenye mazingira ya chuki na ubaguzi unaojengwa hatua kwa hatua. Kauli za aina hii zinapofanywa kuwa za kawaida, zinawafanya wahamiaji wote wa Kiafrika kuwa kundi linaloweza kulengwa kirahisi, iwe ni wa Kenya, Waganda, Wagana, wa Ethiopia, wa Nigeria au wengine walioko Marekani, wakijenga maisha na kuchangia katika jamii zao. Inapokuwa rahisi kumtenga Msomali leo, kesho inaweza kuwa rahisi pia kusema Waafrika wote warudi. Kutoka kwa mtazamo wa Mwafrika, hasa tukiangalia Wasomali nchini Marekani, kauli zinazodhalilisha utu wa mweusi hazipaswi kufumbiwa macho mahali popote duniani. Afrika inapaswa kukemea kwa nguvu maneno na sera zinazoweka hatarini maisha ya watu wake, kwani hadhi ya Msomali ni hadhi ya Mwafrika na hadhi ya Mwafrika ni hadhi ya ubinadamu. Asante sana Kennedy Wandera kwa tahariri hiyo. Ikiwa unajiunga nasi, karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Hebu sasa tuendelee kuweka maoni yenu kwenye kurasa hizo kuhusu taarifa hizi. Na pengine uko wapi msikilizaji, unasikia nini na ni nini ambacho ungependa kukisikiliza katika idhaa hii? Kabla ya kuaga, kwa niaba ya kikosi cha idhaa ya Kiswahili ya Afrika, tunakupongeza kwa kujiunga nasi na kuchangia kwenye sauti ya Mwafrika. Tupo kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi. Kwaheri kwa sasa.